Pili, tawapa salamu wanahabari wote. Mipango so far naweza sema kuwa tushamaliza. Leo ilikuwa ni kidogo tu asubuhi, vijana waende wakafil pia uwanja wa nyasi, manake tumefanya jana kwa uwanja nyasi bandia. Leo nimetaka kidogo at least wafanye kwa uwanja tofauti, manake viwanja viwili tofauti. Ukijaribu kuangalia nyasi bandia na na nyasi zile nyasi za kukuzwa hizi, unapata kuna utofauti mkubwa. Ila preparation so far tushamaliza na vijana wako ready kungoja maybe mtanange wa mechi ya kesho dhidi ya Young Africa. Nimesema hapo awali, nafikiri ukiangalia interview zangu zote, mimi huwa nikicheza na timu yoyote huwa najaribu kuangalia mwalimu, filosofi yake, mwalimu opponent. Ukiangalia mifumo ama ukienda kwa mchezaji mmoja mmoja, unakwenda kuangalia mchezaji utapotea. Then unaangalia mwalimu anataka nini. So already nishaona mwalimu anataka nini. Mimi nimesema hapo awali ni kwenda kufanyia kazi sehemu zile ambao najua yuko very strong. Na ni timu nzuri, ukiangalia magoli mengi wanafunga kutoka na pembeni. So sisi uwezo wangu na vijana wangu pia wanajua hilo, wanalijua, na ni hao wenyewe tupunguze makosa. Tukipunguza makosa mchezo utakuwa mzuri na watu wataenjoy uwanjani. Nafikiri pale uwanja wa KMC, nafikiri watu watatoka wakienjoy mpira siku ya kesho. Mimi naamini na believe in my boys, najua wako vizuri, wamefanya mazoezi vizuri. Hapa nyuma tumekuwa na namba kidogo ya wachezaji, namba za wachezaji tulikuwa na maybe vibali vyao vilikuwa bado, lakini na mapi that ukiangalia viongozi wamejaribu kunifanyia uwepesi, yani wamefanya haraka. Kuna wachezaji ambao nimewapata tena already 3 hivi, ambapo unajua watakuwa kwa mchezo wa kesho. So mimi kikubwa ni kujaribu kuweza kuzuia sehemu zake zile ambazo ziko very strong, na tuene na plan gani ya second approach yake itakuja vipi. Lakini kwanza najua milango yake anatumia wapi, unaona. So mimi nitajaribu nidhibiti mwanzo hizo, na nituone next option atatumia wapi. So ndio kikubwa cha mwalimu kuweza kusoma timu ya mpinzani. Kitu nitasema ni mwanzo ukifika mechi kubwa kama Young Africa ama Simba ama Azam, nadhani inakuwa rahisi kwa upande wetu kama wale walimu. Manake vijana, hakuna kijana katika mpira hataki kucheza mchezo mkubwa kama huu. So mentally vijana naweza sema wako ready, na ukijaribu kiangalia vijana wamefanya kazi yangu mimi kama mwalimu inakuwa rahisi, mimi na benji langu la ufundi. Na ukijaribu kuangalia so far tumecheza mchezo wa kwanza mgumu Simba, tumecheza mchezo wa pili mgumu Azam, leo mchezo wa 3. So naona kama kwangu, naona Baijana akifanya mazoezi, na jaribu kuangalia naona wachezaji wangu wote wako ready, naona kuonesha kuwa wako ready kamili kweli. Kitu ambacho nitasema, yale maneno nafikiri huwa nawapatia vijana wangu kwa mechi kubwa kama hii. Huambiaga most of the time, naambia mechi kubwa cheza kikubwa, na nafikiri hiyo kwa mind yao, iko kwa kichwa chao, najua mechi kubwa cheza kikubwa. So nafikiri hilo wanalijua, na tunajua ni mchezo. Ukijaribu kuangalia Young Africa, Simba na Azam, uchezaji wao ni tofauti. Kuangalia Yanga they wanacheza tofauti, ni vile Simba wanacheza tofauti, vile Azam wanavyocheza. So lazima mwalimu uwe na akili zaidi ya kuweza kujaribu kuwadhibiti wale. Maana kujaribu kuangalia Yanga Afrika, wana mipira yao yote tunajua ikianza wapi na kwenda wapi. So mimi kazi yangu ni kujaribu kuwadhibiti, yani tuweze kusili hizo milango yote ambao wanataka maybe kupitia, then tujaribu tuweze kuona kuwa tunawapunish, na nafikia uzembe wao pia sehemu ambapo mimi batakuwa weak. Lakini ukijaribu kuangalia ni timu nzuri, sisi hatuogopi, tunawapa ile respect yao, na mchezo najua utakuwa mchezo mzuri. Vijana wangu wenyewe nautaka sana. So ni mchezo ambapo kwa vijana wangu mimi sitaki ile pressure ingie kwao. Ile maybe pressure ikiingia kwao taharibu mchezo. Nataka wawe pressure iwe kwetu sisi kama benchi, lakini wachezaji wangu sitaki kuona pressure kwao. Waende wacheze mpira, wajienjoy, na then tungoje dakika 90 zitamua. First of all, I want to thank you guys for this opportunity.
We are really prepared for this game. You know, like my coach also said here, we respect young Africans, but for real, we're really not scared of anyone. You know, in sport, you need to respect whoever is already ahead of you guys, because they are really a very, very historical team here in Tanzania. So we're looking forward to a good game tomorrow. Okay. You know, different games with different approach. So hopefully we're going with something special against young Africans. So we hope to give them a good game. Second, The last two games, it was very unfortunate we dropped points, but you know, this game we're going into tomorrow is really going to be a tough one, but we're hoping for a point, definitely, by tomorrow.